Meli ya kubeba mafuta imelipuka hii leo Julai 26 mwaka 2026 katika mlango wa bahari wa Hormuz baada ya kugonga bomu la majini, kwa mujibu wa taarifa zilizoripotiwa na vyombo vya habari vya Iran, huku tukio hilo likiongeza mvutano katika eneo ambalo tayari linakabiliwa na hali tete ya kiusalama kutokana na mzozo unaoendelea kati ya Iran na Marekani. Tukio hilo limeibua hofu mpya kuhusu usalama wa usafirishaji wa mafuta kupitia njia hiyo muhimu ya kimataifa ambayo hupitisha sehemu kubwa ya mafuta yanayosafirishwa duniani. Shirika la habari la Tasnim ambalo lina uhusiano wa karibu na taasisi za usalama za Iran limesema kuwa meli hiyo iligonga bomu la majini baada ya kuondoka katika njia rasmi ya usafiri iliyokuwa imeelekezwa na mamlaka za Iran kwa meli zote zinazopita katika mlango wa Hormuz. Kwa mujibu wa ripoti hiyo, meli hiyo ilibadilisha mkondo wake bila kufuata njia salama iliyotengwa, hatua ambayo ilipelekea kuingia katika eneo lililokuwa na hatari ya mabomu ya majini na kusababisha mlipuko mkubwa. Mashuhuda waliokuwepo katika eneo la tukio wameripoti kuwa mlipuko huo ulifuatiwa na moto mkubwa uliotanda kwenye meli hiyo, huku moshi mzito ukionekana ukifuka kutoka eneo la tukio. Kufikia sasa haijafahamika iwapo moto huo umethibitiwa wala idadi ya wafanyakazi waliokuwa ndani ya meli hiyo wakati wa tukio hilo. Hakuna taarifa rasmi zilizotolewa kuhusu majeruhi, vifo au iwapo wafanyakazi wote wameokolewa. Licha ya ripoti ya Tasnim, serikali ya Iran na vikosi vya wanamaji vya nchi hiyo bado havijatoa tamko rasmi kuthibitisha tukio hilo au kueleza hatua zinazochukuliwa baada ya mlipuko huo. Aidha, kampuni inayomiliki meli hiyo, taifa ambalo meli hiyo imesajiliwa pamoja na mamlaka za kimataifa za usafiri baharini, nazo hazikuwa zimetoa taarifa rasmi wakati habari hizi zikiandaliwa. Tukio hili limejiri katika kipindi ambacho usalama wa mlango wa Hormuz umeimarishwa kufuatia kuongezeka kwa mashambulizi ya kijeshi katika eneo hilo. Katika siku za hivi karibuni, Iran imekuwa ikiweka utaratibu maalum wa kuelekeza meli za biashara zipite njia zilizotengwa kwa madai ya kuhakikisha usalama kutokana na kuwepo kwa vitisho vya kijeshi na mabomu ya majini katika baadhi ya maeneo ya bahari hiyo. Wataalamu wa usalama wa baharini wanasema kuwa mabomu ya majini ni miongoni mwa silaha hatari zaidi kwa meli za biashara, kwa sababu huwekwa chini au karibu na uso wa maji na vinaweza kulipuka pindi meli inapopita karibu navyo. Endapo mabomu hayo yatakuwa yamesambaa katika maeneo ya usafirishaji wa kimataifa, yanaweza kuhatarisha usafirishaji wa mafuta na bidhaa nyingine muhimu kwa uchumi wa dunia. Mlango wa Hormuz ni mojawapo ya njia nyeti zaidi duniani kwa biashara nishati. Inakadiriwa kuwa karibu 20% ya mafuta yanayouzwa duniani hupitia katika mlango huo, ukiziunganisha nchi zinazozalisha mafuta katika Ghuba ya Uajemi na masoko ya Asia, Ulaya pamoja na Amerika. Kutokana na umuhimu huo, tukio lolote la kiusalama katika eneo hilo huwa linafuatiliwa kwa karibu na mataifa makubwa pamoja na masoko ya kimataifa ya mafuta. Iwapo taarifa hizo za mlipuko huo zitathibitishwa, wachambuzi wanaonya kuwa zinaweza kuongeza gharama za bima kwa meli zinazopita katika mlango wa Hormuz, kusababisha baadhi ya kampuni za usafirishaji kubadili njia zao na kuongeza bei ya mafuta katika soko la dunia kutokana na hofu ya kuvurugika kwa usambazaji wa nishati. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.